Na uchaguzi mkuu. Tunachokiomba jeshi la polisi kwenye uchaguzi mkuu ni mambo kama mawili matatu yafuatayo. Jambo la kwanza ni umuhimu, amani na utulivu wakati huu wa uchaguzi. Tusikubali kuvurugwa kwa namna yoyote ile. Kwa namna yote tusikubali kufanyaje? Kuvurugwa kwa itikadi zozote. Tutofautiane kwa kila namna, tutofautiane mawazo, tutofautiane kila kitu, lakini tusifikie mahala tukajaribu amani na utulivu wa nchi yetu. Kwa sababu hatuna nchi nyingine ambayo tunaweza kwenda kuishi. Umezaliwa Tanzania na utaishi wapi? Tanzania. Na bahati mbaya ndugu zangu tunafahamiana. Yaani sisi wenyewe hata uwezo wa kukimbia tuende hata hapo Chalinze tuna yenyewe ni shida. Umeiacha familia kwenye matatizo. Kwa hiyo usije ukawa wewe ni chanzo cha vurugu katika nchi yetu. Tunawaombeni msitumike kwa namna yoyote ile kuvuruga amani ya nchi yetu. Tujue kabisa kwamba amani na utulivu ni moja kati ya tunu za taifa tulioachiwa na waasisi wa taifa letu. Tuzilinde kwa wivu mkubwa. Lakini pia utii wa sheria bila shuruti. Sheria zipo ili tuzitii, na usipozitii tutakushurutisha. Sasa chagua moja kati ya mafuatayo. Unachagua upande gani wa kutii au upande wa kushurutishwa? Kwa sababu usipotii lazima tutakushurutisha. Mimi na washauri tufuate upande wa kutii, kwa sababu usipotii lazima tutakusababisha utii. Sasa usipotii hapo ndio kukushurutisha. Sasa hivi tusikushurutishe, na waombeni tutii sheria za nchi ya Tanzania. Ikiwa ni pamoja na sheria mikusanyiko, kwamba mikusanyiko isiyo halali tusikusanyike. Vurugu na fujo kimsingi kisheria ni kinyume cha sheria. Kila mmoja kwa nafasi yake asikubali kutumiwa kwa maslahi ya watu wengine, bali kila mmoja atii sheria za nchi, asimame kwenye utaratibu wa nchi. Lakini pia tujue kwamba amani ya nchi kivurugika, mwisho wa siku wewe hutapaki kwenye kijiwe chako. Yaani vijiwe vyote hapa hutakiona hata kimoja. Kwa nini? Kwa sababu mmoja na mwingine mnapigana. Kwa hamna amani, hamwezi kukaa pale mkatafuta kipande chako. Angalia uchumi ulivyo mgumu na maisha alivyo magumu kwa sasa hivi. Alafu ongezea hapo kuna vurugu. Huwezi kwenda kupaki, huwezi kwenda kutafuta kipato chako. Mwisho wa siku unakuwa maskini na zaidi ya maskini. Lakini vurugu zikitokea, huwezi kujua, zinaweza kusababisha fujo, zinaweza kusababisha mauaji au majeruhi. Sasa angalia, ukifa ni watu wangapi umewacha nyuma yako? Hebu kila mmoja afunge macho, angalie nyuma yake kuna watu wangapi. Kuna mke labda, wengine kuna wengine wanawake mpaka 2 watatu, na wengine wamejaliwa mpaka na maawara. Lakini angalia nyuma yako kuna watoto wangapi? Wote wanakutegemea wewe. Wanategemea wewe uweze kuishi ili wewe waweze kuishi. Hebu ishi kwa sababu nyuma yako kuna watu wanaotaka kuishi. Hebu ishi kwa sababu Tanzania hii tunaitaka kila mmoja ishi kwa amani. Na waombeni tusivurugwe wala tuzivuruge amani ya nchi yetu. Anawashukuruni sana. Asante. Ni mwenyekiti msaidizi wa kituo cha Kionda kanisani. Kwanza naomba nishukuru jeshi la polisi pamoja na uongozi wake wote kwa kutugea elimu. Elimu hii jamani, bodaboda ukienda sehemu nyingine elimu inatolewa kwa gharama kubwa sana. Unalipia. Hususan mimi mwenyewe nilisoma VETA udereva. Tulitoa gharama. Lakini leo nashangaa elimu hii inakuja kutolewa bure pasipokuwa na gharama yoyote. Hii ni bahati kwetu na neema kubwa sana. Boda wewe. Uwai kwanza. Uwai kwanza. Majina naitwa Fred Kitera. Ni mwenyekiti msaidizi wa bodaboda Mazembe Road. Nilikuwa naomba kusema kwa wanachama wangu pamoja wapo hapa. Wameweza kusikia kilichoongeleka kutoka kwa maaskari pamoja na semina tuliopewa. Sina mengi ya kusema zaidi ya kusema naombeni wanachama wangu tuweze kuzingatia yale tuliopewa maelekezo na kuweza kuyachukulia hatua. Kwa sababu tunategemea bodaboda kulisha familia na mambo mengine kuweza kuendelea. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment HBTV.